kuna watu wabishi sana duniani. Kuna watu wabishi sana duniani. Unaweza kukuta mtu anapingana na kweli, anaipinga kweli, anafikiri haiko hivyo, lakini matokeo siku ya kufunuliwa wana wa Mungu ndio mtu anasema laiti ningejua, ningefahamu, aise, ningekuwa mwadilifu, ningetenda kwa busara, ningetenda kwa busara. Sasa unabaki unasema na muda umepita. Wakati neema ingalipo, Mungu ameturuhusu tuingie 2026. Nikuombe ndugu yangu mpendwa, unapoenda mashariki, unapoenda magharibi, unapoenda kusini, unapoenda kaskazini, hakikisha unasimamia haki ya Mungu. Hakikisha unasimama na kweli ya Mungu katika maisha yako. Mahali popote utakapokuwepo, usishirikiane na njia ya giza, maana Biblia inasema hiyo tunatakiwa tuikemee. Tunatakiwa tuikemee. Kwa hiyo usifanye ushirika na kitu chochote kinachokutenganisha na Mungu aliye hai. Sema amen. Sema amina yenye nguvu. Haya, tukumbushane sasa mstari wa mwaka tuliomaliza. Mstari wa mwaka tuliomaliza ni Wafilipi Wafilipi 1 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Hebu tusomee. Imeandikwa, na hii ndio dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Amen. Kanisa, amen. Piga makofi kwa ushindi na baraka nyingi. Tumeona mambo makubwa na mambo mazuri ambayo Mungu ametufanyia 2025. Sasa 2026 tunakuwa na mistari katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 9 na mstari wa 10. Efeso 5:9 imeandikwa, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, kihakiki ni nini pendezayo Bwana. Amen. Na mimi nirudie kusoma, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mukihakiki ni nini impendezayo Bwana. Mungu awabarikini sana. Tusimame. Tembea na mstari huu katika mwaka 2026
naamini Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu atakulinda, Mungu atakutunza, Mungu atakutetea, Mungu atakupigania, Mungu atakuepusha na mauti na uharibifu wa kila namna, lakini Mungu ataongeza neema nyingi za aina mbalimbali katika maisha yako. Amen. Nyosha mikono yako namna hii, alafu mimi niombe kwa ajili ya mikono hiyo, ili mkono wa Mungu uambatanishwe na mikono yako. Baba, kama uishivyo, nimenena maneno yako matakatifu, maneno yako yaliyo hai, maneno yako ya kweli, maneno yako ambayo yamebeba haki yote, mbele ya mikono hii iliyonyoshwa mbele zako, kwa kumaanisha kusalenda kila mmoja mbele zako, kutoka ndani ya vilindi vya moyo wake, katika sakafu ya chini. Kila mmoja amekuja na sadaka ya shukrani. Mungu, kwa utumishi huu, angalia mikono hii iliyonyoshwa mbele zako Baba, kama uishivyo, nami nimesimama katika madhabahu yako, nikiwaunganisha hawa na madhabahu yako takatifu kwa neno la imani, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa majeshi. Naomba neema hii kubwa, hii mamlaka ya kifalme, katika ufunuo wa Yesu Kristo, chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Naomba neema juu ya watu hawa Baba, wabarikiwe wakiwa mjini, wabarikiwe wakiwa kijijini, wabarikiwe katika kazi ya mikono yao. Uweza wako wa kifalme, mamlaka yako ya kushinda na neema nyingi takatifu iambatane na mikono hii. Bwana, naomba uponyaji. Bwana, naomba ulinzi. Bwana, naomba mafanikio. Kila mmoja afanikiwe kutoka mikononi mwako. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote tuseme amen. Amen. Mungu wa mbinguni awabarikie Dukae.